Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Karibu katika ibada yetu yaanza siku madhabahuni na Bwana inayokujia kwako, nami mwalimu Joseph. Na leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza ya mfungo wetu wa siku tatu ili kuweza mwezi huu wa 7. Na leo kabisa ni tarehe 1 mwezi wa Julai, na Mungu ametupa neema na kibali ili kwamba wewe pamoja na mimi tuliitie jina lake. Na tunaangalia kile kitabu cha Wafalme wa pili sura 2 mstari wake wa Wafalme wa pili sura 7. Wafalme wa pili sura 7 mstari wake wa 3. Neno la Mungu linasema, basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Amen. Naomba tuachie hapo. Leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi huu wa 7, tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana katika mwezi wote mzima. Wewe pamoja na mimi hatuwezi tukayamudu maisha bila ya Mungu kuwa pamoja nasi. Hatuwezi tukayamudu maisha jambo lolote lile bila msaada wa Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura 15 mstari wa 5, inasema kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote. Pasipo mimi, without me, nyinyi hamwezi mkafanya jambo lolote. Yani pasipo Mungu, bila Yesu hatuwezi tukafanya jambo lolote. Sasa Biblia inasema kwamba kulikuwepo na watu 4, na hawa watu 4 walikuwa na ukoma. Hawa watu 4 kuwa na ukoma, Biblia inasema kwamba hawa watu walikuwa kwenye lango la mji. Walikuwa wamekaa kwenye lango la mji, lakini walikuwa ni wenye ukoma. Walitolewa nje wakawekwa kwenye lango la mji. Kumbuka miji ya zamani, ama watu wa zamani walikuwa wanajenga miji yao. Wengi mnajua Yeriko jinsi ilikuwa inazungushwa kwa ukuta. Lakini pia Israeli ilikuwa imezungushwa kwa ukuta. Utakumbuka wakati ambapo kuta za Yerusalemu zilikuwa zimewashwa moto, Nehemia alikuwa akimsihi yule mfalme kule uhamishoni ili kwamba kwenda kujenga Yerusalemu. Miji ya zamani ilikuwa inajengwa. Sasa kulikuwa na lango, kulikuwa na gate, kulikuwa na entrance. Sasa kwenye hilo lango ndipo ambapo kila mtu alikuwa anaingilia hapo. Ili kuingia kwenye huo mji alikuwa anapitia kwenye hilo lango. Tuseme ni kama boda ya nchi, mpaka ya nchi na nchi. Sasa kwenye hiyo boda ndipo ambapo watu wanaingia ili kuingia kwenye hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama nchi ya South Africa zamani kabisa sana ilikuwa imezungushwa kwa masinga, na mpaka sasa japo watu wametoboa, lakini nchi hii imezungushwa kwa masinga. Ni kama Marekani kule upande wa Brazil. Wale ambao wamewahi kufika huko mnaelewa kile ambacho ninakizungumza. Hivyo ndivyo ilikuwa kwa watu hawa. Sasa kila mwaka kwenye ulimwengu wa roho, na kila mwezi kwenye ulimwengu wa roho, kila wiki kwenye ulimwengu wa roho, na kila siku kwenye ulimwengu wa roho limebeba lango. Mwezi umebeba lango,
kuna lango kwenye kila mwezi. Sasa hilo lango linaingiza vitu kwenye hiyo mwezi. Lipo lango ambalo Mungu anaingiza vitu, lakini pia liko lango ambalo shetani na yeye anaingiza vitu kwenye huo mwezi. Mwezi wa Julai ni lango, lina lango. Mwezi huu lina lango. Kuna vitu ambavyo shetani ataingiza, lakini pia kuna element ambazo Mungu ataingiza. Yani kuna demonic element na kuna divine element. Elema divine na elema demonic ambavyo vitaingia ndani ya mwezi huu. Sasa hivyo vitu, hayo mambo ambayo shetani ataviingiza kwenye mwezi huu, vitatokana na namna ambavyo wewe umesimama kwenye lango. Ndivyo hivyo vitu viingie kwenye maisha yako ama visiingie kwenye maisha yako. Hiyo sasa itategemea na wewe, kwa namna ambavyo utaenda kusimama na Bwana. Maandiko yanasema, kitabu cha Yohana 15 yule mstari wa 5 inasema, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Bila Mungu, bila Yesu hatuwezi kufanya jambo lolote. Hatuwezi tukayadumu, tukayamudhu maisha bila ya Mungu kutusaidia, bila ya Mungu kutuwezesha. Sasa tunapoenda katika siku hizi 3 za mfungo, katika kupokea mwezi huu, katika kuweza mwezi huu, jambo la kwanza ambalo tunalishughulikia leo ni kusimama kwenye lango. Ni kusimama kwenye lango. Kwa sababu huwezi ukapambana huku ndani wakati umeshindwa kuweka security guards, umeshindwa kuweka usalama kwenye lango. Hapo kwenye lango ndipo kunakuwa jambo. Hapo kwenye lango ndipo kunakuwa na utata. Hapo kwenye lango ndipo kunakuwa na shina. Hapo kwenye lango ndipo adui ana target. Hapo kwenye lango ndiyo target ya kwanza, ndiyo target ya kwanza. Sababu Biblia inasema kwamba hawa wenye ukoma 4 walikuwa wamesimama kwenye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Mbona tunakaa hapa hata tufe? Sasa moja ya maombi ambayo tunaenda kuomba ni kumwambia Bwana ya kwamba, moja ya maombi ambayo tunaenda kuomba ya kwamba tunasimamisha ulinzi na ukuta kwenye lango letu katika ulimwengu wa roho. That is our prayer point. Ndio prayer point tunaenda kushughulikia siku ya leo, kwamba tunainua kuta zenye nguvu kwenye malango yetu. Tunasimamisha kuta kwenye malango ya maisha yetu, kwenye malango ya familia zetu, kwenye malango ya biashara zetu, kwenye malango ya huduma zetu, kwenye malango ya ofisi zetu, kwenye malango ya mambo yetu. Tunasimamisha ukuta. Tunasimamisha ukuta. Kwenye lango la mwezi huu wa 7 tunasimamisha ukuta ulio na nguvu. Hawa watu wakawa wanasemezana, tuko kwenye lango lakini tunaweza tukafe na njaa. Lakini sisi tunaenda kumwambia Bwana, hatutakufa bali tutaishi na kuyasimulia mema na makuu ya Bwana. Kwa hiyo prayer point 2 ndio tunaenda kuisimamia leo. Prayer point ya kwanza ni kusimamisha ukuta kwenye lango, ni kusimama kwenye lango kwa msaada wa Bwana, lakini pia kukataa kila roho ya vifo. Kukataa kila roho ya vifo. Jambo ambalo nimeliona katika mwezi wa 7, nimeona watu wakikimbia. Nimeona watu wakikimbia huku na huku. Watu walikimbia sana katika mwezi huu. Lakini nitakuombea wewe usikimbie sana. Katika mwezi huu nimeona watu wako wanakimbia sana mwezi huu wa 7. Roho wa Bwana amenipa kibali nikawa ninaona watu wanakimbia sana mwezi huu wa 7. Yaani makundi ya watu wanakimbia, watu hawatulii, ni kukimbia tu, ni kukimbia. Kulikuwa na kutokuwa na kutulia kwa watu wengi sana katika mwezi huu wa 7. Lakini tutaenda kumsihi Bwana sisi ya kwamba Bwana atupe kutulia katika mwezi huu. Oh my God. Thank you Jesus. Hebu tuende mbele za Bwana.
Baba mtakatifu, Mungu mwaminifu uliye juu ya yote, katika uweza na kwa nguvu itendayo kazi, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai milele. Baba, tunakutukuza na kukushukuru sana kwa neema yako ya kipekee na kwa nguvu itendayo kazi kwenye maisha yetu na hata sasa. Ewe Yesu, hakuna Mungu mwingine aliye kama na wewe. Baba, asante kwa tarehe ya leo. Baba, asante kwa mwanga huu na mapambazuko haya asubuhi, katika uweza na kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Tunakuinulia sifa wewe, mfalme wa wafalme, Mungu naye uweza mambo yote. Baba, tunakuja mbele yako ikiwa ni tarehe 1 hii mwezi Julai, nasi Mungu, we surrender ourselves to you, Lord God. We surrender our lives to you, my Father. Tunanyenyekea Bwana machoni pako, nasi tunaomba kibali katika jina la Yesu Kristo. Imekupendeza kwamba Bwana sisi tuingie katika mwezi huu wa 7, ni kwa sababu unayo makusudi, ni kwa sababu unalo jambo na sisi, ni kwa sababu Baba unalo jambo kwenye maisha yetu, ni kwa sababu Mungu kuna jambo na bado ungali utafanya kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Neno linasema ya kwamba pasipo wewe Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Nasi Baba tunakuja mbele yako kulingana na kitabu cha Kutoka sura ile ya 32 mstari ule wa 27. Mimi Bwana pamoja na mtoto wako huyu, mimi Mungu pamoja na watu wako, mimi Jehova pamoja na familia yangu, pamoja na familia zetu, tunakuja mbele yako asubuhi ya leo, tunakuja mbele yako tarehe ya leo ili kujiweka wakfu Bwana katika mwezi wa Julai, ili Mungu kutengwa na kila kutokutulia, kutengwa Bwana na uharibifu wao wote kwa jina la Yesu Kristo. Ninasimama kwenye lango Bwana, nami ninainua kuta za amani katika lango, kwenye lango kuta za amani ziweze kuinuka, kuta za amani ziweze kusimama kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu, kwenye biashara zetu, kwenye kazi zetu, kwenye mambo yetu, kwenye huduma zetu, kwenye maisha ya kila umoja. Bwana, ninainua kuta za amani kwenye maisha mtoto wako huyu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, Mungu mweza wa mambo yote. Ewe Bwana na Mwokozi wangu, neno linasema ya kwamba hawa wenye ukoma walikuwa wamewekwa kwenye lango la mji, wakawa wanasema ya kwamba tutaendelea kukaa hapa mpaka lini? Hadi tukufe na njaa. Mungu wa milele, sisi tunainua vichwa vyetu na wala tunasema leo hii katika mwezi huu hakutakuwa na kufa, hakutakuwa na wazo la kifo, hakutakuwa na mauti, hakutakuwa Bwana na kukimbia, kutakuwa na utulivu mkubwa kwenye maisha yetu na kwenye maisha mtoto wako huyu na kwenye maisha familia zetu. Kutakuwa na utulivu wa kiafya, kutakuwa na utulivu wa kiuchumi, kutakuwa na utulivu Bwana wa kisaikolojia, kutakuwa na utulivu Bwana wa kitaaluma, kutakuwa na utulivu Bwana wa kiroho, kutakuwa na utulivu Bwana wa kiuchumi, utulivu kwenye kila maeneo katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai milele, Mwokozi uliye hai milele. Tunainua vichwa vyetu tukiwa kwa malango Mungu na kutangaza ulinzi, the great security on our gate, on our entrance katika mwezi huu Bwana ukiwa una lango, nasi tunasimama kwenye lango, tunainua ulinzi, tunainua ulinzi, tunainua ulinzi. Neno linasema ya kwamba Bwana ulipomfukuza Adamu na Eva katika bustani, uliwainua makerubi na ukawaweka upande wa kaskazini ili kuilinda bustani. Kwa jina la Yesu Kristo tunatamka leo hii, ninatamka leo hii kwenye ulimwengu wa roho, ninatamka leo hii katika ulimwengu wa roho. Natamka kinabii, acha makerubi wasimame kwenye lango la mwezi wa 7 kwenye maisha yetu. Makerubi wainuke, makerubi wasimame, makerubi wasimame kwenye maisha yetu, kwenye maisha mtoto wako huyo, kwenye maisha familia zetu, kwenye maisha yetu, kwenye maisha yetu. Makerubi wasimame kwenye lango la mwezi huu kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Ripakata Baba wa milele, Mwokozi Mungu aliye hai,
kila ambalo shetani ameliachilia ili kuingia kwenye lango na kuingia kwenye maisha yetu na watu wako, ili kuleta uharibifu, ili kuleta mateso, ili kuleta hila na mambo ambayo Bwana yaletayo ufukara kwenye maisha yetu, kwa jina la Yesu ninayakataa. Kwa damu ya mwana kondoo ninayakataa. Hakutakuwa na kukimbia kimbia, kutakuwa na utulivu. Natamka utulivu kwenye lango la mwezi huu. Natamka utulivu kwenye lango la mwezi huu, kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wakati wengine wana maswali, sisi tunalo jibu ambaye ni wewe Yesu. Wakati wengine wanatafuta njia, sisi tunayo njia ambaye ni wewe Yesu. Wakati wengine Bwana wanapoteza vitu vyao, wakati Bwana vifo vinatajwa kwenye ulimwengu wa giza, wakati mauti yanatajwa, sisi tunao uzima ambayo ni Yesu Kristo, ndiye uzima wetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wakati uharibifu unaendelea, wakati maasi yanazidi, wakati uongo na udanganyifu unaendelea, sisi tunayo kweli ambayo ni neno la Bwana, tunayo kweli ambayo ni Yesu Kristo. Katika jina la Yesu hatutapotea, hatutaenenda katika njia za udanganyifu, bali tutasimama na Bwana, tutasimama na Bwana, tutasimama na Bwana, tutasimama na Bwana katika mwezi huu, katika mwezi huu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahali ambapo shetani ameshikilia mawazo yetu, mahali ambapo shetani ameshikilia mawazo ya mtu huyo, ameshikilia fahamu zake na kuleta udanganyifu, kwa jina la Yesu Kristo aweze kuachia fahamu za watu, kwa jina la Yesu aweze kuachia. Na tangaza stability, the spirit of stability to take place. Roho ya kutulia iweze kutawala maisha yetu, kwa jina la Yesu. Kila ambaye Bwana amehangaika sana kwenye ndoa yake, amehangaika sana kwenye biashara yake, amehangaika sana kwenye uchumi wake, familia ambazo zimehangaika, Mungu wa milele, wengine wamehangaika kibiashara, wamegusa biashara hii, wamegusa ile, wamegusa hii, wamegusa ile, kwa jina la Yesu. Kwa mwezi huu natangaza utulivu, kwa jina la Yesu, kwenye maisha watu wako Bwana, kwenye maisha watu wako Bwana. Roho Bwana umelifunua jambo hili kwa makusudi yako, nami ninatangaza utulivu sasa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo liha. Let the spirit of stability to take control, kwa jina la Yesu Kristo, to take place, katika jina la Yesu Kristo, na katika damu ya mwana kondoo natangaza amani, natangaza amani, natangaza amani, natangaza amani, natangaza amani, natangaza amani, natangaza utulivu, my God, natangaza utulivu Bwana wangu, kwa uweza wako na nguvu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mahali ambapo Bwana roho za giza zimeshikilia kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu, kwenye maisha watu wako, everywhere, every area, every corner, my Father, katika jina la Yesu Kristo, natamka kwao kutokutulia kwenye upande wa giza, kwenye kambi za maadui, kwenye upande wa mapepo, kwenye upande wa maadui, wasitulie, wasitulie. I release the spirit of confusion among them, katika jina la Yesu Kristo. Wachanganikiwe, watu wa giza wachanganikiwe, mipango yao yote ninaivuruga kwenye ulimwengu wa roho. Ninasimama kama nabii wa Bwana mahali palipobomoka, nami ninainua kuta. Bwana umesema ya kwamba nitainua maanguko yako ewe Daudi, nitayasimamisha tena. Maanguko yako ewe Daudi nitayainua tena na yatasimama, kwa jina la Yesu Kristo. Kuta zilizoanguka, lango lililoanguka, kuta zilizoanguka kwenye lango, Bwana tunayainua tena, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Mwokozi Mungu aliye hai, hakuna jambo ambalo limeshawahi kukushinda, hakuna jambo ambalo lililo ngumu kwako, Mungu wa milele. Nowhere adui anaweza kasimama, nowhere adui anaweza kashindana na mtakatifu wa Bwana, nowhere adui anaweza kasimama mbele ya Mungu na akashinda vita, nowhere Goliath anaweza kasimama mbele ya Daudi na akashinda vita, kwa sababu aliye upande wetu ni mkuu sana, aliye ndani yetu ni mkuu sana kuliko ambaye Bwana aliye ndani ya dunia hii. Baba, simama kwa ajili ya familia zetu. Yesu, simama kwa ajili ya ndugu zetu. Baba, simama kwa ajili ya maisha yetu. Baba,
simama kwa ajili ya biashara ya watu wako. Baba, simama kwa ajili ya ndoa ya watoto wako. Baba, simama kwa ajili ya ofisi zao, katika jina la Yesu, Mwokozi Mungu uliye hai milele. Baba, asante kwa neema yako. Yesu, asante kwa uweza wako. Baba, asante kwa uaminifu wako. Baba, asante kwa upendo wako mkubwa. Asante Bwana kwa ushindi. Asante kwa vishindo ambavyo umetupatia ili kuingia na kushinda katika jina la Yesu Kristo. By fire, by power, we are victorious. By fire, by power, oh, we are more than conqueror. By fire, by power, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema yako. Yesu, asante kwa uweza wako. Ninakutukuza milele Jehova. Ninakutukuza milele Yeshua Amashiach. Ninakutukuza milele Elohim. Ninakutukuza milele Adonai. Hakuna mwingine zaidi yako, katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Bwana kwa neema na rehema zako. Asante Roho Bwana kwa upako na nguvu zako, Bwana. Asante kwa sababu utakuwa nasi. Asante kwa sababu utaongoza njia zetu na kuyanyosha mapito, katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi uliye hai milele. Baba, ninakupa sifa zote, ninakupa na shukrani, ninakupa na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi uliye hai milele. Asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu anayeweza mambo yote. Ni katika jina la Yesu Kristo, Baba, tunakushukuru wewe. Thank you Jesus. Amen, 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 amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Endelea na maombi, na ikiwa kwamba unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji maombezi, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zetu za mawasiliano, ama kama unatamani kuiachilia sadaka yako kwa ajili ya kujiweka wakfu kwenye mwezi huu, sadaka yako ya kujiweka wakfu kwenye mwezi huu, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba ambazo ni alama ya kujumuisha 27786243718. Mungu akubariki sana na Yesu aweze kukutunza. Kumbuka kwamba kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyazingatia. Ipo damu inenayo mema kwa ajili yetu. Ipo damu ya Yesu inenayo mema kwa ajili yetu. Pamoja na hiyo pia tuzingatie zile protocols za kiroho. Tunapoomba tuachilie na sadaka zetu, ili kwamba maombi yetu yasimame na kishindo kikubwa katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana na Yesu akutunze. Katika jina la Yesu Kristo ninatamka nuru na utukufu wa Bwana uwe juu ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen.